Ndugu waandishi wa habari, tumewaita jioni ya leo. Lengo kubwa moja ni kutambua uwepo wetu kwamba tupo katika mkoa wa Simiyu, tunatekeleza majukumu yetu kwa pamoja. Mmoja wetu tumeuanzisha takriban sasa ni miezi 8. Ni umoja ambao lengo kubwa ni moja. Lengo kubwa ni kuweka nguvu yetu kwa pamoja. Ukija kuangalia malengo ya msingi ya kila chama cha upinzani ni kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Hilo ndilo lengo namba 1 la chama cha upinzani, ikiwa chama hicho kitakuwa kijatoka kwenye lengo. Kwa hiyo vyama vya upinzani lengo ni kuiondoa CCM madarakani. Kupitia lengo hilo la msingi limetufanya sisi wote ambao tuna lengo la kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani tuwe na kauli ya pamoja. Tunajua kila chama ni taasisi inajitegemea, kuna milengo na mielekeo ya kila chama, lakini kikubwa ni kwamba lengo la msingi pamoja na njia kutofautiana, lakini lengo la msingi ni kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Sasa katika masaa machache ya jioni ya leo nitaongea mambo machache, kisha viongozi wenzangu pia watazungumza. Mimi nitazungumza mambo mawili. Moja, nchi yetu inapitia mapito ya sintofahamu. Nikianza na mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tulio wengi tulisema kutokana na hotuba yake ya awali, tulisema tumeingia kwenye afueni baada ya kupitia nginja ya awamu ya 5. Baada ya mheshimiwa Rais kutangaza R4, tulisema kwamba hizi R kama zinakusudiwa, basi nchi yetu inaenda kwenye matengenezo baada ya kuwa imepitia mapito ambayo hayakuwa sahihi huko nyuma. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, sisi sote tunashuhudia leo kada zote katika nchi yetu, wote wana maswali, wote wanalalamika. Viongozi wa dini wanalalamika, taasisi za kiraia wanalalamika, wananchi wa kawaida ambao hawajui siasa na hawataki hata siasa, lakini pia wanalalamika kwamba nchi yetu hakuna anayejua mustakabali wa taifa letu huko tunakoelekea. Moja ya kauli ambayo mheshimiwa Rais alitumia ile slogan ya R4. Moja ya R inasema resilience, ambayo ni kustahimiliana. Hii R ya resilience ya kustahimiliana imeshindwa kutafasirika kwa vitendo. Utashuhudia leo kila mtu akizungumza anakuwa na mashaka juu ya kesho yake. Ukizungumza otherwise huo umeamua kujitoa mwanga. Lakini kuna rebuilding. Rebuilding ilimaanisha kwamba ni kujenga pale ambapo palibomoka. Awamu iliyopita huko kuna mambo ya kwenda sawa. Kwa baada ya kuwa mheshimiwa Suluhu Hassan ameingia akawa na moja ya R ni rebuilding, ni kujenga pale ambapo taifa letu lilibomoka, mambo ya kwenda sawa sawa. Waandishi wa habari hawakuwa salama, kada mbalimbali, taasisi mbalimbali hazikuwa salama. Kwa hiyo hii rebuilding tulitarajia kwamba kuna matengenezo yatafanyika ambayo wanasiasa watakuwa salama, wazungumzaji kwa ujumla watakuwa salama, pale palipoharibika patatengenezeka, reforms mbalimbali za uhuru wa kutoa mawazo, tume ya uchaguzi na kadhalika vingerekebishwa ili yale ambayo tumeyajutia huko nyuma yasijitokeze tena.